Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kasako Media, karibu katika masimulizi haya ya makala ya Pasaka, tukizingatia kwa Wakristo siku ya kesho itakuwa ni shamra nyingi kutokana na ufufuo wa Bwana Yesu Kristo. Ikiwa sikukuu hii ya Pasaka inaashiria ushindi kwa Wakristo. Pasaka ni moja ya sikukuu za Kikristo zinazoadhimishwa duniani kote. Sherehe hii inawakilisha ufufuo wa Yesu Kristo kutokana na kuwa kwa wafu, tukio ambalo ni msingi kwa imani ya Wakristo. Pasaka haijulikani tu kwa umuhimu wake wa kidini, bali pia kwa desturi na tamaduni mbalimbali zinazoambatana nayo. Kulingana na Agano Jipya, Yesu Kristo alisulubiwa, akafa na kuzikwa siku ya Ijumaa. Inajulikana kama Ijumaa Kuu. Siku ya tatu baada ya kifo chake, Jumapili ya asubuhi, alifufuka kutoka kwa wafu. Tukio hili linaadhimishwa kama Pasaka. Unathibitisha ukuu wa Yesu Kristo. Unatoa uhakika kwa uzima wa milele kwa waaminio na uungu wake. Unawakilishwa ushindi juu ya dhambi na mauti. Ni msingi wa tumaini la Wakristo. Tofauti na sikukuu nyingine za Wakristo zinazowekwa tarehe maalum, lakini Pasaka ni sikukuu inayohamahama. Kwa kawaida huadhimishwa katikati ya Machi 22 na Aprili 25, au tarehe huamliwa kwa kutumia kanuni ya mwezi na usiku wa masika. Pasaka huadhimishwa Jumapili ya kwanza baada ya mwezi kamili unaofuata usiku wa masika wa kaskazini. Misa maalum ya Pasaka katika makanisa: mwangaza wa Pasaka, mishumaa maalum, sherehe za ubatizo kwa waaminio wapya, salamu za Kristo amefufuka na majibu amina amefufuka. Desturi za kijamii na kufurahisha. Mayai ya Pasaka yanaashiria uzima mpya na ufufuo. Katika tamaduni nyingi, mayai hupambwa rangi ya kufichwa kwa watoto kuyatafuta. Sungura na Pasaka. Katika tamaduni za Magharibi, sungura huleta mayai ya Pasaka kwa watoto. Kukutana na familia. Pasaka ni wakati wa familia kukusanyika na kula pamoja. Pasaka ni zaidi ya sikukuu ya kidini. Ni ishara ya tumaini, uzima mpya na fursa ya kuzaliwa upya. Inawakilisha uwezekano na mabadiliko na ushindi wa mema juu ya mabaya. Kwa Wakristo duniani kote ni wakati wa kufurahia ukombozi unaoletwa na ufufuo wa Yesu. Wakati wa wengi ni fursa ya kuleta familia pamoja na kufurahia desturi za kitamaduni. Pasaka inatukumbusha kwamba baada ya giza la mateso na kifo, kuna nuru ya ufufuo na matumaini mapya, kama ilivyo kwa asili inavyozaliwa upya baada ya majira ya baridi. Pasaka inawapa watu nafasi ya kuanza upya, kusamehe na kuachana mambo ya zamani. Pasaka ina madhumuni kama muhimu kwa kiwango cha kiroho, jamii na kiutamaduni. Madhumuni ya kiroho: kukumbuka ufufuo wa Yesu Kristo. Madhumuni makuu ya Pasaka ni kuadhimisha na kukumbuka ufufuo wa Yesu Kristo kutoka kwa wafu, ambao ni msingi wa imani ya Kristo. Huthibitisha tumaini la uzima wa milele. Pasaka inawakilisha ahadi ya uzima wa milele kwa wanaoamini Mungu. Ufufuo kwa Yesu ni hakikisho kwamba mauti si mwisho wa kila kitu. Kusherehekea ushindi juu ya dhambi na mauti. Pasaka inaashiria ushindi wa mema dhidi ya mabaya, nuru dhidi ya giza na uzima dhidi ya mauti. Wakati wa kuzaliwa Kristo. Kwa Wakristo wengi, Pasaka ni wakati wa kubatizwa na kuanza maisha mapya ya kiroho. Madhumuni ya kijamii: kuleta familia pamoja. Pasaka inatumika kama fursa ya familia kusanyika, kushiriki chakula na kuimarisha ushirikiano na mahusiano. Kuimarisha umoja wa Kristo. Waumini wa madhehebu mbalimbali hukusanyika pamoja kuadhimisha Pasaka, na hivyo huleta umoja na mshikamano. Kusamehe na kufanya amani. Pasaka inahimiza watu kuachana na chuki, kusamehe waliowakosea na kujenga amani katika familia na jamii. Madhumuni ya kitamaduni: kuhifadhi tamaduni. Desturi za Pasaka kama vile kupamba mayai, kuwapa watoto zawadi na kuandaa vyakula maalum kuwasaidia kuhifadhi na kuridhisha tamaduni kwa vizazi vijavyo. Kuashiria mabadiliko ya misimu katika nchi za Magharibi, Pasaka huambatana na majira ya kuchipua, hivyo huashiria mwisho wa baridi na kuzaliwa upya kwa asili.
Kutoa likizo na burudani. Pasaka ni wakati wa watu kupumzika kutoka kwenye kazi na shughuli za kawaida. Madhumuni ya kisaikolojia: kuwapa matumaini waliokata tamaa. Ujumbe wa ufufuo na utoa nguvu na tumaini kwa wale wanaopitia magumu, wanaohisi kukata tamaa au waliopoteza wapendwa wao. Kuwasaidia kukabiliana na huzuni. Pasaka inasaidia watu kuelewa kwamba baada ya mateso na maumivu kama Ijumaa Kuu, kuna furaha na uzima mpya. Hiyo ni Pasaka. Huhimiza tafakari ya kiroho. Wakati wa Pasaka watu hujiuliza maswali makubwa kuhusu maisha ya kifo na maana ya uwepo wao. Madhumuni ya kiuchungaji: kukamilisha msimu wa Kwaresma. Pasaka ni kilele cha msimu wa Kwaresma, siku 40 za kufunga, kuomba na kutubu. Madhumuni ni kuhitimisha kipindi cha matayarisho kwa sherehe kubwa. Kutangaza Injili. Pasaka ni fursa ya Wakristo kuwahubiria wengine ujumbe wa wokovu na ufufuo kwa ujumla. Pasaka ni sikukuu ya kawaida. Madhumuni yake yanaenea katika nyanja mbalimbali za maisha: kiroho, kijamii, kitamaduni, kisaikolojia na kiuchumi. Iwapo watu hutumaini fursa na kuanza upya na sababu ya kufurahia licha ya changamoto za maisha. Kwa ufupi, Pasaka inatukumbusha kwamba daima kuna nuru baada ya giza, uzima baada ya kifo na furaha baada ya huzuni. Tuungane na baadhi ya Wakristo maeneo haya wayapi na kuzungumzia kuhusiana na Pasaka, na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Mimi naitwa Joyce Magoha, naishi Tabata. Kwa hali yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa pumzi na uhai. Kwa Pasaka hii ambayo kesho tunaisherekea, kwa kweli namshukuru Mungu sana, na muomba Mungu atuzidishie kutupa uhai na pumzi na afya. Tutaisherekea vizuri, mimi na watoto pamoja na majirani, vizuri sana. Namshukuru Mungu sana 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 kwa kuiona Pasaka kesho, na Mungu atupe uhai na pumzi tuisherekee, mimi na majirani zangu na watoto kiujumla na familia. Mungu, naomba kwa Pasaka hii, kwa sababu ni kila mwaka mara moja, naomba Mungu anitendee mema, anifungulie riziki yangu, biashara yangu iwe pambe, watu wazidi kunijua zaidi, kipato kiongezeke. Yaani namshukuru Mungu, nasema kwamba atanitendea yale ambayo nimeyaomba. Asante sana, nashukuru. Nimefurahi sana kwa sababu Pasaka hii kwangu naona ni ya neema, kwa sababu Mungu huwa anatendea wote kwa usawa. Hata pale unapoomba na kujua Mungu anaweza katenda vyote, basi naona Pasaka ya mwaka huu kwangu itakuwa ya neema na mafanikio mengi. Asante sana. Kwa majina naitwa Edina Festo Sanga, natokea Tabata Mawenzi, ni mfanyabiashara. Tunajua kesho ni siku ya Pasaka, ambayo ni siku ya Bwana wetu Yesu Kristo, ni siku aliyofufuka. Kwa tunajua kwamba ni siku ya Pasaka. Kwa hiyo tunamkabidhi Bwana Yesu, ameteswa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu sisi. Amezibeba dhambi zetu zote pale msalabani, vyote viliisha. Kwa sisi saizi ni wapya, tunajua kwamba kesho sisi saizi ni wapya, maana Yesu aliteswa msalabani kwa ajili yetu. Napenda kumshukuru Mungu kwa jambo hili, na napenda kujikabidhi katika kila jambo na kila hali, katika biashara zangu, katika afya yangu, na katika kila swala linalonihusu. Kila jambo linalonihusu najua namkabidhi yeye Bwana Yesu, kwa kuwa najua vitu vyote viliisha pale msalabani, maana yeye alikufa kwa ajili yetu. Kesho ni ufufuo wake. Na ufurahia ufufuko wake. Najua Yesu amefufuka, na amefufuka kweli kweli. Haleluya, haleluya. Jina lake limediwe. Tuwe na Pasaka njema kwa kila mtu. Tukae tukijua kwamba Yesu alikufa kwa ajili yetu na dhambi zetu zote. Kwa hiyo sisi saizi ni wapya. Sisi ni wapya kiroho na kimwili. Sisi wote ni wapya. Kwa kila tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa tumekuwa wapya.
Pia tuwatakie Pasaka njema, tufurahie wote ufufuko wa Bwana Yesu Kristo. Amina. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.